Kumbi wa ndani ambako michuano ya ligi hasa ya hawa wanadada volleyball inaendelea. Na sasa hivi ni mechi ambayo itakuwa inaanza dakika chache zijazo, mechi ambayo itakuwa inaukutanisha wana KDF wakimenyana dhidi na Kenya Army. Ni mechi ambayo itakuwa hasa inaibua hisia kinzani ikizingatiwa kwamba hawa wote wanatoka katika yale mamlaka ya usalama nchini. Je, nani atakuwa na tamba kati ya nani, na je nani atakuwa anatoa mbawa zake kuweza kumlemea mwenzake? Lakini pakubwa kabla tu ya kuangazia mechi hiyo na niweze kuzungumza baadaye na wachezaji na washikadau, naomba nianze na wale washikadau ambao wapo pale juu waweze kunieleza siku ya kwanza hapo jana imekuwaje, siku ya leo itakuwaje, na hasa hapo kesho tutarajie yepi. Nipo naye kocha hapa ambaye ni kocha wa timu ya taifa ya Malkia Strikers, na mzungumzia Paul Bitok ambaye pia yupo katika benchi la kiufundi la klabu ya KCB. Karibu zaidi kocha kwenye Zili Zala viwanjani. Tuanze tu mkondo wa 4 kwa wanadada umekuwaje? Hii mkondo wa 4 imekuwa sawa hasa kwa upande ya KCB, kwa sababu jana tulishinda ile mechi ya DCI ambayo imetuweka kwa ile alama ya kuqualify kwa playoff. So hii ni mchuano kama ya mwisho kwa kundi zetu ya KCB, kwa sababu tunacheza match ya mwisho kesho. Labda tutajua sasa tuko kwa position gani tukienda kwa playoff. Sababu ukiangalia msururu wa ligi mwaka huu tumeweka ligi iishe kabla tujaenda club championship, ndio tuweze tukirudia from Nigeria ndio tutakuwa sasa na ile playoff ambayo tutacheza kwa ile format ya best of 3 series. The top 8 teams wana proceed kwa quarter finals. Kocha, nyinyi kama mabingwa watetezi KCB hamkumbani na shinikizo kwamba kila mmoja akikutana nanyi anataka waangushe? Kwa kweli kama mwaka huu tulianza vibaya sana, kwa sababu tulipoteza mechi 2 ikifuatana ambayo tulishindwa na Prisons na Kenya Pipeline. Lakini tunashukuru kwa sababu baada ya ile recruitment yenye tulifanya kwa watoto kuungana na sisi kutoka kwa shule, yule Terry na Farida waliweza wakachange KCB. Sasa tuko na sura mpya, kwa sababu tulipopoteza Mariam Musa na Marian Elizabeth walipoingia kwa ile timu ya Kenya Pipeline, ikatutetemesha kidogo. Lakini sasa hivi tuko tayari to defend ile trophy yetu ya KCB mwaka huu, na tunataka kutumia hizi competition yenye siko mbele yetu au zile matches yenye siko mbele yetu kama preparation ya African Club Championship kule Nigeria. Tuzungumzie kuhusiana na jinsi ushindani umekuepo. Hii inamaanisha kwamba nyinyi kutoanza vizuri inamaanisha kwamba wapinzani pia walikuwa wazuri. Je, mwaka huu pengine unahisi kwamba kumekuwa na hatua ambazo mmepiga kiushindani na pia kimkakati? Yes, kwa kawaida mwaka ikianza unapata teams au wachezaji wametoka kwa hii club wameenda ingine, au umepata wachezaji kutoka kwa shule, unajaribu kuweka pamoja ndio uweze kutengeneza team. So nashukuru sana KCB kwa kutupatia nafasi ya kufanya recruitment mpya na kuongeza kwa ile nafasi yenye tulikuwa tumepoteza kwa wachezaji wenyewe waliungana na vilabu ya Kenya Pipeline. Mwaka huu sisi KCB tunataka kurudisha ile kikombe yenye tulishinda 2022 kule Tunisia, na kuna uwezekano kubwa sana kwa timu yetu, kwa sababu kwa uzoefu yenye niko naye kama experience coach, tuko na chance. Ukiangalia timu yetu saa hii imeimarika kwa upande wa opposite, left players, center players. Tuko tayari mwaka huu kupingana na wenzetu kule North Africa na maybe Kenya Pipeline and Prisons vile vile. Wakati mpiga picha wangu anakupa tu taswira ya jinsi mambo yanavyoendelea, nitakuwa namhusisha kocha aweze kunieleza maandalizi ya timu ya taifa ya Malkia Strikers yanakaa vipi, na je kuhusiana na hasa timu wachezaji ambao watakuwa wanachaguliwa katika kikosi cha taifa, manake mashindano kama haya na kombe hasa la Kenya Cup litakuwa linatumika kuchagua hawa wachezaji, na pia benchi la kiufundi papo hapo. Kocha, timu ya taifa mara hii tuna nafasi kubwa ya kufanya vizuri. Hii inatokana tu na mashindano ambayo tunayo. Ligi tayari inapigwa, kombe la Kenya Cup tayari lishaanza. Nini ambacho hasa mnazingatia kuweza kuchagua hawa wachezaji ambao watatoka hapa?
Sisi tulipokaa kama Kenya Volleyball Federation tuliweza kuona ni nini hasa itatufanya tuwe na standard ya hali ya juu. So kitu ya kwanza tulikubaliana ya kuwa our national league lazima turudishe kwa ukumbi ya ndani ya nyumba, ambayo sasa unaangalia tunatumia sasa Nyayo Stadium na kule Kasarani. Ile yenyewe nimelete mimi mwenyewe kama coach, mwenyewe niko na experience, mimi nilicheza professional kule nje. Nimeonelea au nilipatiana maoni yangu ya kuwa tunaweza ongeza kikombe kingine. Instead ya kucheza tu league peke yake, lazima tu introduce Kenyan Cup. Hii cup iko kwa all countries, iko developed countries kule Europe, kule North Africa, na inawezesha kila wiki unapata wachezaji wanacheza. Sasa unapata hii wiki tuko kwa National League, wiki ujao yenyewe inakuja tutakuwa na Kenya Cup. So imeweza kutusaidia wachezaji wako kwa mood throughout, kwa kila mwezi, kila wiki wako na game ya kucheza. Kiangalia next week tuko na matches ngumu sana. Last week GSU walikutana na KPA, kaangalia hawa ndio wanakuanga mapingwa, lakini waliweza kushindwa na KPA, na vile vile watakutana hii wiki tena kwa Kenya Cup. KCB vile vile hii wiki watakutana na Kenya Pipeline. Sasa unaweza imagine sasa tunakutana kabla hatujaenda kule Nigeria baada ya siku 10. So itatusaidia kuangalia matimu zetu kiwango yao au marekebisho yenye inatakikana kwa mechi kama hizi za Kenya Cup. Tuko na Equity vile vile wanakutana na timu ya Prisons, ambaye Prisons naye waliweza kuchukua bronze medalist ya African Club Championship last year. So hizi vikombe yenye tumeintroduce inatusaidia kuprepare kwa international competition. Kwa upande wa timu ya kimataifa, Malkia Strikers tunatarajia kuanza mazoezi mwezi wa 7, kwa sababu ile mchuano ya World Championship itaanza kule Thailand tarehe 22 mwezi wa 8, na sasa hivi tuna negotiate na Ministry of Sports na vile vile wale sponsors wetu kama Mossad waweze kutupatia ile sponsorship. Na hii wiki tunakutana kesho kama Kenya Volleyball Federation tuangalie kama tutaretain wale makocha wenye tumekuwa naye kwa Olympics au tutachukua wengine au FIVB kama watarudi. Kama kabla kukuachilia, kuna michuano ya vilabu bingwa barani Afrika ambayo itakuwa inaanza Aprili 1 kule Lagos, Nigeria. Je, hawa mabingwa watetezi KCB mmejiandaa vipi? Na swali la pili ni kwamba hizi timu zimekuwa zikicheza hasa nje, hazichezi ukumbini ndani. Hili pakubwa litawaathiri, kando na michuano ya bara Afrika, michuano ya kimataifa linaathiri wachezaji. Anza na michuano hii ya bara Afrika kisha uzamie swala la kucheza nje. Vile nimesema awali ya kuwa sisi kama federation saa hii mechi zetu zote zitakuwa inachezwa hapa Kasarani na Nyayo Stadium. So tumeacha mambo ya kucheza kule nje ndio tuweze kutupatia ile nafasi ya kupata the right training. Vile nimesema national team yetu itaenda kule Thailand, na tunasema tu maintain ranking points ili tuweze kutupatia nafasi ya kuqualify Olympics, kwa sababu hakuna tena qualifications ya Olympics. So hizi points yenye tunachunga every match yenye tuko nayo ya national team lazima tu maintain. Nigeria tuko tayari kama KCB, na mimi nimeona vile vile wenzetu Kenya Pipeline, Prisons wanaendelea kufanya mazoezi na vile vile kwa hizi matches yenye siko mbele yao kuonyesha ya kuwa this year Kenya kikombe itarudi nyumbani. Kenya kikombe itarudi nyumbani. Huyo ni kocha wa timu ya taifa ya Malkia Strikers Paul Bitok, sawia pia na yupo kwenye benchi la kiufundi la mabingwa watetezi KCB. Anasema kwamba kombe lazima rejee nyumbani na pakubwa yupo tayari kwa ajili ya mchuano wa leo. Kabla ya kuchukua break fupi, naomba nimhusishe pia kocha wa hasa huyu Kenya Prisons, na aliweza kufika finali msimu jana dhidi ya KCB akipambana na hao na KCB waliotoka hapa kupitia Paul Bitok. Kocha Joseph Barasa, karibu zaidi kwenye Zili Zala Viwanjani. Niliingia vipusa wako wakijiandaa kwa ajili ya mechi zijazo. Hamna mechi leo, lakini ni vizuri kujiweka sawa kimwili. Hali vipi bwana? Mashindano haya yanawapeleka vipi? Mashindano yako sawa. Kwa majina naitwa Coach Joseph Barasa, kocha wa timu ya Prisons wasichana, na tunaendelea vyema. Jana tulikuwa na mechi hapa dhidi ya Kenya Defence Forces na tukaibuka washindi kwa seti 3-0. So leo tumekuwa na mazoezi asubuhi
nimeona ni weekend mrefu, but nikaona leo vyema tufanye mazoezi ili tujiweke vyema katika mchuano ambaye inakuja. Yeah. Pakubwa, mechi yenu hapo jana iliwapa hasa nguvu zaidi wakati mnaelekea pale mbele bwana. Wana KDF wako hapa wanapambana dhidi ya Kenya Army. Pakubwa, wewe ukiwa kocha, najua wewe ni mpinzani, lakini mapungufu pakubwa upande wao yalikuwa wapi wakati wanaingia katika hii mechi? Watashughulikia nini zaidi? Timu ya KDF ni timu nzuri. Kuna wasichana chipukisi, wanacheza vizuri. Wako na mahali kama service, wako na service mzuri sana. Na pia reception yao si mbaya. Seta niliona walibadilisha seta, kuna seta ametoka shule, nafikiri alikuwa shule ya Lugulu Girls. Ni seta mzuri. So ni timu ambayo inaingia kucheza na wenzao, nafikiri watacheza mzuri. Maybe watakuwa washindi. Kocha, ulifika finali msimu jana, msimu huu tutarajie nini? Malengo ni yapi? Malengo ni yale. Lengo la kwanza ni kuqualify for the playoffs ambayo tunazingatia. Tumepakisha mechi kama 2 hivi, but tumecheza vizuri. Tumepoteza game moja but tumeshinda hizo zote. So tuendelee vyema. Pia tuko na matayarisho ya African Club Championship ambayo inakuja. So wakati tunafanya mazoezi pia tunazingatia African Cup Championship. Yes. Mpo ndani nyinyi KCB na wana Kenya Pipeline, na pakubwa wa Kenya wote watakuwa wanaangazia timu zote tatu. Mwaka huu je, nini ambacho kinabadilika wakati sasa mnaenda katika michuano hii ya barani Afrika? Tumekuwa tunaenda kule African Club Championship. Matokeo yetu haswa haijakuwa mazuri. Tumekuwa tunamaliza nafasi ya 5. But mwaka huu niko na imani kwamba tutacheza vizuri na tuingie kwenye bracket ya medal. Yes. Wachezaji ambao pengine umewaleta kikosini kutoka shuleni, kutoka vilabu tofauti ni kina nani? Niko na Pauline Ito, mchezaji ambaye ni mzuri, anajituma saizi. Niko na Masi Cherono, pia ametoka Mwitoti, St. Mathias Mwitoti kule Kakamega. Walikuwa wazuri katika michuano ya shule za upili Mwitoti. Na niko nao kwenye timu. Hiyo ni mara yao ya kwanza kwenda nje. Na niko na imani pia wakipata hiyo exposure watakuja kusaidia timu. Yes. Na pakubwa, mchuano ambao unakuja utazingatia nini? Unaenda kubadili nini mazoezini? Mazoezi kwanza umekuja hapa asubuhi nilikuwa nafanya setter training ambaye pia iko na upungufu. Niko na msichana pia ametoka shule anaitwa Ruth Muhingira, amekuwa Nyakachi Girls, ni mrefu, akona finger work. So katika setting najaribu tuongeze tuone kama pia ataingia kwenye kikosi. Yes. Shukrani zaidi kocha, pengine utawaambiaje mashabiki ambao watakuwa wanafika hapa kutizama mechi zijazo na wamekuwa hapa jana kuwatizama mkishinda seti 3 nunge? Kwa mashabiki wangu na mashabiki wa volleyball, naomba wakuje. Ukiangalia hawajakuja sana kushangilia timu za wasichana, but vijana wakicheza wanapata hapa kumejaa kweli. So pia naeleza tu wakuje pia washangilie timu za wasichana. Asante. Shukrani zaidi kocha, acha nikuachilie ungane na wasichana na pia utaniletea angalau nizungumze nao wawili, itakuwa sawa. Nashukuru sana. Huyo ni kocha Joseph Barasa ambaye anasema kwamba kama Kenya Prisons waliomaliza nafasi ya pili msimu jana, mambo yako sawa na hasa wanalenga kufuzu katika hatua ya mchujo, na pale basi iwapo watashamiri zaidi wataweza kujinyakulia nafasi ya kufuzu tena finali. Lakini lengo lao tu si kunyakua taji la ligi kuu nchini na bali pia kuweza kutamba katika anga za bara Afrika katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika ambayo itakuwa inaandaliwa kuanzia Aprili mosi kule Lagos na Nigeria. Ni baadhi tu ya masuala ambayo tutakuwa tunaangazia. Niweze kuzungumza na mchezaji mmoja aweze kunieleza hali vipi, mambo vipi. Postbank pakubwa jana mliweza kutoa ushindi. Anza tuna majina kisha ligi hii mkondo wa 4 upo vipi kwenu kama wana Postbank? Okay, asante sana. Kwa majina ni Sylvia Chepkech, captain Postbank. Kwanza jana tulicheza vizuri, tuliwin na tunafurahia kwa hiyo. Kwa sasa tuko namba 6. Ligi haiendi vibaya, inaelekea vizuri na tunafurahia. Tuko na lengo ya kufika mahali playoffs. Hii game tunacheza this week. Tumejitayarisha vizuri sana. Makubwa, mtu atazungumziaje hapo jana, mlitumia mbinu ipi kutoa ushindi? Okay, jana tulitrain hard na tulifuata tu kitu kocha alitufunza. That's why tuliwin. Tuliwin kiurahisi sana. Wakati mnaelekea sasa mbele itakuwaje?
Okay, mbele bado tutaendelea tu kucheza venye tumefunzwa, training imekuwa, so tutacheza tu venye tumetrain na we are hoping for the best. Yeah. Asante sana na naomba tu nikuruhusu ungane na wenzenyu mkijiandaa. Asante sana. Huyo ni mchezaji wa Post Bank ambao hapo jana waliweza kutoa ushindi. Hii leo basi mechi ambayo itakuwa inafungua ni Kenya Pipeline dhidi ya Vihiga, mechi ambayo hata hivyo haitochezwa kutokana na Vihiga kutofika hapa katika ukumbi wa hapa Nyayo, na hii ikiwapa basi Kenya Pipeline ushindi wa bure bwerere. KDF hapa ndani wanapiga dhidi ya Kenya Army, mechi ambayo inaenda kuanza dakika chache zijazo. Kisha Post Bank niliozungumza na hao hapa sasa hivi, mmoja wapo ya wachezaji watakuwa wanapiga dhidi ya Maranatha, lakini Maranatha hawajafika, na hii inamaanisha kwamba huenda iwapo hawatafika kwa muda ufahao hapa Post Bank huenda wakaeza kutepa na ushindi hata bila kucheza. Mechi ya mwisho ambayo itakuwa inaanza saa 7 itakuwa inakutanisha mabingwa tetezi KCB wakipiga dhidi ya Spikes, mechi ambayo itakuwa